Nazungumza hapa Mkali Studio. Nimekuja na taarifa hii hapa, taarifa fupi ambayo nimepewa na Mungu kanipa usiku wa leo, ambapo ni tarehe 25 ya mwezi wa 4 mwaka 2024. Tarehe 25 ya mwezi wa 4 2024. Jamani, majibu niliyopewa ni kwamba shetani wakati wake wa kutawala umefika. Mungu alikuwa na makusudio ya kumwacha shetani pale alipokuwa amemkosea, lakini shetani hajaonesha nidhamu. Kwa hiyo anapaswa kupewa nafasi yake ya mwisho ya kutawala dunia. Na shetani anatawala vipi? Shetani anatawala kwa namna hii hapa. Anachokifanya shetani ni kuua raia au binadamu na viumbe vilivyopo katika hii dunia, katika ulimwengu wa macho ya nyama. Akisha kuua, anakuingiza katika ulimwengu wa roho. Akisha kuingiza katika ulimwengu wa roho, anakutafutia mwili ambao mwili huo utakuwa ni mwili wa tofauti sana na vile ulivyokuwa mwanzo. Utaingizwa katika nafsi yako itaingizwa katika huo mwili na itafanya kazi kama binadamu wa kawaida, na itakuwa inafanya mifumo kama binadamu wa kawaida. Na kitakachotokea ni kwamba sasa hivi ajali kuanzia mwezi wa 10, kutakuwa na ajali nyingi sana, sio kitaifa tu bali duniani kote. Ajali nyingi, vifo vingi, vifo vya binadamu, vifo vya wanyama, vifo vya wadudu na mimea tofauti tofauti itateketea. Na hali hiyo itaenda mpaka itakapofika 2032. Kwa hiyo hao watu wanapofariki au wanapokufa, anakusanya zile nafsi. Shetani hawezi kuchukua roho. Roho ni ya Mungu mwenyewe. Shetani hawezi kuchukua roho. Shetani anatembea na nafsi, anazikusanya nafsi, anazipaki mahali. Yeye ndo anajua jinsi gani anavyozipaki hizo nafsi. Akishazihifadhi, anazitengenezea mili. Ameshawaweka mawakala wake, na hao mawakala sio wa leo. Kuna mawakala wapo na zaidi ya miaka 1000 wapo. Hao ni wafanyakazi wa shetani.
wao ni kazi yao kusimamia kazi za shetani na kufanya kazi za shetani ziendelee. Sasa hao mawakala wake anaendelea kuwazalisha mawakala wengine ambao ifikapo mwaka 2025 watafanya kazi kwa kasi sana, kiasi cha kuweza kuzidi kutengeneza binadamu wa bandia, yaani nafsi za roho, kuzitafutia mili na kuzileta duniani zije kufanya kazi kama binadamu wa kawaida. Na hizo nafsi zitakavyoletwa zitakuwa zinafanya kazi kama binadamu wa kawaida, yaani zitakuwa nafsi za kike, zitakuwa nafsi za kiume, na zitakuwa hazitaki kwenda sambamba au sawa na mapenzi ya Mungu. Zitakuwa zinaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu shetani hataki kwenda sawa na Mungu anavyotaka. Kwa masuala ya mahusiano ya kimapenzi, iwe wanawake watataka kutumika kinyume na maumbile, iwe wanaume watataka kutumika kinyume na maumbile, na hao ambao watakuwa na force kufanya hivyo watakuwa ni mawakala wa shetani ambao wameletwa kwa nafsi, wametengenezewa mili, wamekuja. Kwa sababu shetani atakifanya yeye, anavua mili ya binadamu wa kawaida. Akishavua ile mili, ule mwili mnaenda mnauzika. Mkiuzika, nafsi na roho havikai pamoja. Shetani anachukua nafsi, roho inabaki mpaka Mungu mwenyewe atakapoamua achukue aifanyie nini au ahifadhi wapi. Na nafsi shetani anapochukua anahifadhi, na yeye kuna mahali anahifadhi. Anatafuta mili kupitia mawakala wake waliopo duniani. Inachukua ile mili, anaingizia nafsi, halafu ile mili inafanya kazi kama binadamu wa kawaida. Utofauti ni kwamba inakuwa inaendeshwa na shetani, kwa hiyo inakuwa imejazwa nguvu ya shetani, inafanya kazi ya shetani. Kwa hiyo inakuwa inafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ameniambia shetani ametumia nguvu kubwa sana kuhakikisha anamsaliti, anamuumiza, anamtenda. Lakini shetani alipomhasi Mungu kwa mara ile ya kwanza, Mungu hakumpa adhabu yoyote ya kumfanya shetani ateketee mazima. Alichokifanya, alimpa nafasi ya kuishi, ila tu alikuwa ni kama amemkana, alimnyima uhuru. Kwa hiyo shetani naye, kwa kuwa anataka uhuru na hana nafasi ya uhuru, anazidi kuforce, kulazimisha, kuchukua uhuru kwa lazima. Kwa hiyo anachokifanya shetani ni kuvua mwili wa binadamu wa kawaida. Akishavua mwili, vinabaki vitu viwili tofauti, roho na nafsi. Roho inapokosa mahali pa kuishi,
inatafuta sehemu ya kwenda, ambapo roho ni ya Mungu, ni binadamu ambaye ametengenezwa na Mungu, na nafsi ni binadamu aliyotengenezwa na Shetani. Kwa hiyo binadamu hapo sasa hivi una vitu viwili ndani ya mwili wako, una roho na una nafsi. Kwa hiyo hiyo roho yako na hiyo nafsi, roho ya Mungu, nafsi ni ya Shetani. Kwa hiyo na ndio maana vitu vingi ukifanya katika huo mwili, nafsi ina nguvu kubwa sana. Shetani anatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha anakupoteza. Shetani anatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha na kunyima uhuru. Shetani anatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba anataka uwe mtumwa wake na sio mtumwa wa Mungu. Anataka umwabudu yeye, umheshimu yeye, yeye ndo akutume vile anavyotaka, sio umtumikie Mungu, Mungu akutume vile anavyotaka. Sasa anachokifanya, anavua mwili. Akivua mwili, inabaki roho na nafsi. Roho inakimbilia kwa Mungu kwenda kuomba hifadhi. Nafsi, Shetani anaichukua nafsi yake, alafu anatengeneza mwili mpya ambao ndio anaweka hiyo nafsi. Huo mwili unakuwa na nafsi peke yake, hauwi na roho. Kwa hiyo mambo yake yote ambayo atakuwa anafanya ni ya nafsi, na inafanya vile Shetani anavyotaka. Kwa hiyo kifupi ni kwamba Shetani anatengeneza watu wake ambao anawatengenezea mwili, anawawekea nafsi ili kusudi aweze kuwatumikisha na aweze kumtumikia. Sasa Mungu kaniambia jambo hili kwamba anampa muda mchache wa kutawala dunia. Anampa muda mchache wa kutawala dunia, ambapo atatawala kuanzia mwaka 2026 mpaka 2045. Ifikapo 2048 anafunga mkataba wa utawala wa Shetani. Ni kwamba anaflash utawala wa Shetani. 2052 anasimamisha malaika na binadamu ambao watakuwa na kitu kimoja tu, ambayo ni roho. Watamtumikia yeye na yeye ndo ambaye atawatuma. Kwa hiyo tukae kwa kutulia. Mambo ni mengi, muda umekuwa ni mchache. Tusubiri kinachofuata. Usiseme sijakwambia, wala usikae kuwaza kuhusu kesho yako ikoje. Wewe endelea kujifanya kama hujui, endelea kuishi, endelea kufurahi, endelea kuenjoy, lakini jua ya kwamba maisha yanakwenda mwisho. Tunakwenda kuagana na Shetani. Maisha ya Shetani ni mwisho 2048. Utawala rasmi ni mwisho 2045. Mwanzo huru wa utawala wa Shetani ni 2026. Leo hii nazungumza hapa Mkali, mwaka 2024, mwezi wa 10, mwaka 2024, mwezi wa 4, mwaka 2024. Jamani, asanteni sana. Unapoisikia hii taarifa, mjulishe na mwenzako ili akae akijua kinachofuata. Asanteni sana. Tutambe na mitandao ya kijamii, tule sana, tucheze sana, tuimbe sana, tufurahi sana, tuhakikishe tunajua kinachokuja mbele yetu. Asanteni sana.